Baada ya kuwepo mabango mengi kule Mashhad, unaweza kusema kwenye maziko ya Khamenei, kuna mabango mengi yalikuwa kwenye majengo yameandikwa kifo kwa Trump, yani kisasi chetu kitakwenda kwa Trump, na hata waombolezaji wengi waliofanya mahojiano na vyombo vya habari walisema kisasi chao huenda kikalipwa baada ya kuhisi kuwa kilipwe sawa kwa sawa, yani kama Trump atauawa au Netanyahu atauawa, nadhani kisasi chao ndio kitakuwa kimelipwa katika nafasi hiyo. Ni saa 48, naweza nikasema ni takriban saa 48 Israel ilifahamisha Donald Trump kuwa uchunguzi wao umegundua kuwa Irani inapanga kumuua Rais Donald Trump. Ndani ya wiki moja Marekani pia ilitoa taarifa kusema kuwa ilikuwa imewajulisha wapatanishi kuwa Israel ilikuwa ina mpango wa kuwaua wasuluhishi wa Irani. Unaichukua hii picha sasa, chukua kile kilichokuwa kinaendelea maziko, halafu kwenye maziko ukisikia wanahabari wanawahoji raia wa kawaida au wanahoji wa Irani kuwa mnajisikiaje na hiki, wengi wanaonekana kama bado wana hasira, wanasema kuwa kisasi chetu kilipwe kwa kifo, yani kama walivyofanya wao. Halafu wakati huo unasikia kuwa uchunguzi wa Israel umefanya uchunguzi ukagundua kuwa Iran inataka kumuua Donald Trump, kwa hiyo wanampa onyo Donald Trump. Kulikuwa kunahitajika uchunguzi kwenye hili swala? Unataka uchunguzi gani ufanyike kuwa Iran wanakusudia kufanya hili? Mbona ni vitu viko wazi. Kituko tu kimekuwa ni wote wawili wametupa taarifa mbili kwa wiki moja tofauti. Taarifa iliyoandikwa na vyombo vya habari wiki jana ni hiyo ya Marekani, ambayo nasema Marekani uchunguzi wao uligundua kuwa Israeli ilikuwa ina mpango wa kuwaua wapatanishi kina Abbas Araghchi pamoja na Mohammed Gharibaf. Kwa hiyo Marekani, kwa sababu inawapenda sana, inawahurumia sana, ikaamua kujulisha Iran kupitia wapatanishi kuwa waambieni kuwa Israeli anataka kuwaua hawa wapatanishi, wawe makini. Tumeona wanasafiri wanakwenda wanakokwenda wenyewe, wanakojisikia kwenda wanakwenda. Tumewaona hawa wapatanishi. Sasa wakati Marekani anatoa siri za ndugu yake Israel kuwa Israel ana mpango wa kumuua kiongozi wa Irani, yeye Marekani ameshiriki na Israel kumuua kiongozi mkuu wa Irani, halafu yeye Marekani anawashtua Irani kuwa Israel ana mpango wa kuua viongozi wenu. Wakati huo huo Israel anatoa taarifa sasa kumwambia Marekani kuwa na wewe ninakwambia kuwa mimi uchunguzi wangu, wewe umenichunguza mimi ukagundua na mpango wa kuwaua wale kule, lakini mimi uchunguzi niliofanya nimegundua kuwa wale wana plani ya kukuua wewe. Unaielewa hii simulizi? Yaani ni vituko na ni hadithi ambazo unahitaji nini? Yaani kuwa Wairani wanataka kumuua Donald Trump, unahitaji uchunguzi ufanyike wapi? Kwa lipi yani ufanyike uchunguzi mpaka kugundua hilo? Sasa hizi taarifa zilianza jana na kwenye mitandao kulikuwa kumeandikwa vitu vingi. Mfano hii taarifa ilivyoandikwa na vyombo vya habari kuhusu Israel wamempa taarifa Marekani kuwa Iran wana mpango wa kumuua. Ukienda kwenye comment utacheka. Comment za watu kama Israel kasema itakuwa kweli. Kama ni Israel aliyesema basi hili jambo litakuwa kweli. Manake kuwa huenda wakalitimiza wao katika kivuli cha Iran. Lakini sasa leo tukaamka na taarifa mpya, au taarifa ambayo imeanza jana jioni, vyombo vya habari vimeripoti sana hii taarifa. Nikawaza kumbe wanaogopa kufa. Trump anasema hivi, na vyombo vya habari vingi vimeandika, Trump say 1000 missile aimed at Tehran, US will decimate Iran if assassinated. Yani anasema ameagiza jeshi la Marekani kuwa ikiwa Irani watamuua basi ameagiza waiangamiza Irani. Yani anasema kuwa missile 1000, yani makombora 1000 yameagizwa kuwa baada ya kifo chake yeye yaangamize Irani. Donald Trump anazungumza, reaction yake ni ya hofu, yani ana wasiwasi, anaogopa hicho kifo. Ni hivyo Trump warned Iran of complete dissemination in event of assassination attempts.
yale yale, yani kuwa yuko kwenye hofu kubwa ya kuwa Irani wanaweza kuniua. Sasa ni kama anajaribu kuwatisha kwa mkiniua na nyinyi hamtokuwepo, yani wao kuua wengine ni vitu vyepesi rahisi, na they really enjoy kwa hilo. Kwa hiyo hii ni moja ya taarifa ambayo imekuwepo sana na imetajwa kwa kiwango cha hali ya juu, lakini hata kama itatokea, hata kama itakuja kutokea, labda litimizwe na nani, vyovyote itavyokuwa, itatimizwa na wengine, sio Irani. Na Irani atakuwa mhusika kwa sababu unajua ulimention kuwa wewe itakuonyesha wewe, alafu watu wanatimiza malengo yao, huenda hii ikaenda mbele zaidi, kwa sababu unajua mpaka leo kifo cha Charlie Kirk, namjua Charlie Kirk, mnakumbuka aliuawa mwaka jana, nadhani ilikuwa mwaka jana, mwaka juzi, mwaka jana aliuawa kwa kupigwa risasi. Mmoja wa wahubiri naweza nikasema, au mmoja wa watu ambao wanapenda mijadala ya kisiasa, hasa awali mwanzo alikuwa ni pro Israel kweli kweli, alitetea Israel kwa nguvu zote. Katikati mwishoni akageuka, toni yake ikawa inazungumza vingine, hasa kwenye 12 days war. Nadhani kifo chake kilitokea kutokana na kauli zake na matamshi aliyoyatoa baada ya vita ya siku 12 iliyomalizika. Aliwahi kuwauliza Wamarekani kuwa tunapigana na Irani kutumia rasilimali zetu na fedha zetu nyingi kwa sababu gani? Mbona tunaonekana kama vile tunatumia rasilimali sehemu ambayo sio sahihi? Kwa sababu hatuoni kama kuna tishio lolote ambalo linatoka kwa Irani kuja kwetu. Kwa hiyo akawa anauliza mamlaka za Marekani, na toni yake ilianza kubadilika sana kuhusu Israel, na kwa sababu ya ushawishi wake mkubwa wa mitandaoni, alikuwa ni mtu ambaye wanasema alikuwa na kipaji cha kusikilizwa. Watu walikuwa wanatega masikio na kumsikiliza akizungumza, watu wanatulia wanamsikiliza, na alikuwa na wafuasi wengi mitandaoni. Kwa hiyo alipigwa risasi akiwa kwenye chuo kikuu kimoja akitoa taarifa. Vyombo vya habari vingi vya Marekani, maoni ya watu wengi wa Marekani waliotoa maoni mengi sana kuzungumza kuwa kifo chake kimetokana na nani kasababisha kifo chake. Maoni mengi yakamention Israel na Mossad yake, ndio ikapelekea Waziri Mkuu Netanyahu kusimama na kwenye vyombo vya habari kukanusha kuwa Israeli haiwezi kumuua mtu ambaye alikuwa mtu wao. Lakini watu wasema no, hakuwa mtu wenu, mwanzo alikuwa upande wenu, lakini hapa katikati aligeuka sana baada ya kuanza kufunguka kichwa chake na kuanza kuona ukweli katika muktadha nyingi tofauti. Imekuwa hivyo. Sasa jana kulikuwa kuna mabishano kati ya milipuko iliyokuwa ikiendelea ndani ya Tehran, kwa sababu Tehran iliripoti milipuko. Wakati Tehran inaripoti hiyo milipuko kwenye baadhi ya maeneo yake ya pwani, tayari CENTCOM ya Marekani ilikuwa imekwisha kutangaza kuwa ilikuwa imemaliza operesheni yake, yani yale mashambulizi ambao wanadai kwa siku 2 walikuwa wamelenga maeneo zaidi ya 170 ya Iran. Wanasema walikuwa wameshamaliza operesheni yao. Sasa kukawa na wasiwasi, nani anayefanya mashambulizi? Israeli akakataa, lakini siku moja kabla waziri wa mambo ya nje wa Israeli Israel Katz alisema kuwa Israeli ilikuwa inatafuta green light kwa Marekani kwa ajili ya mashambulizi. Anasema kuwa walikuwa tayari kufanya mashambulizi ndani ya Irani. Sasa na yale mashambulizi yalivyotokea, ikawa milipuko imesikika na hakuna aliyethibitisha kuwa nani kafanya hivi. Kukawa na taarifa mkanganyiko. Irani ikaimention Israeli pamoja na UAE kati yao, ikasema inafanya uchunguzi igundue kati yao ni nani aliyefanya mashambulizi. Israeli wakawa hawakujibu kama sisi tumefanya wala kukanusha. Maanake kuna zile tabia ambazo wao kukanusha, kukubali na kukataa huwa hawakubali au kukataa. Walifanya hivyo wakati kabla ya Promise One, kama mnakumbuka, walipiga ubalozi wa Irani wakati huo pale Damascus, Syria, na kuua baadhi ya maafisa wa IRGC. Hawakukubali, hawakukataa mpaka Irani walivyofanya majibizo. Kwa hiyo wana hiyo staili ya kutokukubali kufanya chochote kile. Still mpaka leo unaona kifo cha Khamenei, si Marekani wala Israel ambao wamekubali kuwa wamemuua. Wamebaki tu kupiga stori za pembeni kwa, lakini hawasemi official kuwa sisi tumemuua, yani moja kwa moja kwa kukiri kuwa wao tumemuua. Sasa kukawa kuna hizo taarifa kuwa Iran ikaionya UAE ikasema kuwa tabia zako zitakupeleka pabaya, kwa sababu tunajua wewe unahusika moja kwa moja na hili swala. Lakini wakati huo huo kukawa kuna taarifa ambazo Iran wakazitoa wakasema kuwa
tunasubiri hayo mashambulizi ya Marekani kama yatakuja na yakipiga miundombinu yetu, majibu yetu yatakwenda nje mpaka ndani ya Israeli, wakati huo wakifanya uchunguzi kuwa nani amefanya mashambulizi. Kwa hiyo kukawa kuna tahadhari, na Israel wakatoa taarifa wakasema kuwa ikiwa tutashambuliwa tutajibu kwa nguvu, ikiwa tutashambuliwa. Maanake hata wao walikuwa kwenye ile wasiwasi kuwa huenda tukaonekana kama ni sisi tumeshambulia. Sasa taarifa ambayo ilichapishwa leo mapema na vyombo vya habari vya Irani ikasema kuwa explosion in Eastern Tehran province was controlled ammunition disposal, Iran State Media. Kwa hiyo hii taarifa ikaenda kuwafanya, unajua ile taarifa unapewa amepatikana, unasema ndio hii. Yani baada ya hii taarifa walivyotoa wakasema kuwa milipuko iliyosikika kule Eastern Tehran province, yani jimbo la mashariki kule mwa Teherani, ilikuwa ni milipuko ambayo ya silaha zilizokuwa bado hazijalipuka. Kuna wakati makombora hurushwa halafu yanabaki hayalipuki, ndio ambayo ukienda pale Gaza wale Hamas wametumia sana silaha zao, zile rocket nyingi wanayotengeneza huwa ni makombora ambayo Israeli amepiga sana kule. Sasa kuna makombora huwa hayalipuki, kwa hiyo yanakuwa na milipuko mingi ambayo limerushwa hali kulipuka. Sasa lile wanalichukua, wanalitegua vizuri, wanaenda kutengeneza hizo silaha zao, ndio wanatengeneza hayo maroketi ambayo wanayatumia. Wanaweza kutoka kwenye kombora moja wakatengeneza roketi nyingi tu ambazo zina nani. Sasa hii taarifa ambayo imeandikwa na vyombo vya habari kadhaa kama nimekuambia hapa, imetaja kuwa kilichotokea ni milipuko ni mlipuko ambao haukulipuka, yani ni silaha ambazo zilikuwa bado hazijalipuka. Kwa hiyo ile milipuko ilisikika baadaye, baada ya kila kitu kumalizika, ilikuwa inaakisi kile ambacho kilikuwa kimetokea. Nimeona hata gazeti la Israel la Mrengo wa Kati limeandika explosion hit in Eastern Tehran province caused by controlled ammunition disposal, Iran State Media reporting. Kwa hiyo hii imeenda kuondoa kile ambacho Irani walikuwa wameionya UAE. Kuna muda walikuwa wameionya UAE kuwa angalia hatua zako na tutachukua hatua zaidi, licha ya kuwa kuna taarifa niliona hii, nitakuja nizungumze mara nyingine. Hii taarifa ilikuwa imeandikwa na Middle East Monitor ambayo ilikuwa inasema ngoja nione hapa, nilikuwa nimeiona hii taarifa yes, wanasema French, yani vyombo vya habari vya Ufaransa vimeripoti UAE preparing first Israeli military foothold near Bab el-Mandeb. Naiona Mashariki ya Kati ikiwa haitorudi kwenye nafasi yake. Yani UAE inaandaa hatua za awali za Israeli kuwa foothold, yani kikosi cha kwanza cha Israeli ambao kitakuwa near Bab el-Mandeb. Unajua wakati wa mzozo wa Irani na Israeli na Marekani ndio wakati ambao tulisikia kuwa nchi ya kwanza ya Kiarabu ambayo ilipokea mifumo ya ulinzi wa anga ya Israel. Israel alipeleka Iron Dome ndani ya UAE, akapeleka Iron Beam, mifumo miwili ya laser na mfumo wa kawaida ambao alipeleka ndani ya UAE. Lakini si hilo tu, kukaja kuwa kuna taarifa kuwa askari wa Israeli wapo ndani ya UAE. Kwa hiyo ni nchi ya kwanza ya Kiarabu ambayo ndani yake kuna wanajeshi wa Israel wapo. Sasa sio hilo tu, sasa hawa wanaandaa kuwa itakuwa ni wanasogeza askari wa Israeli sasa wawe karibu kabisa na lango la Bab el-Mandeb. Lango la Bab el-Mandeb, unaweza ukahisi kwa UAE haipakani labda na Yemen au karibu na Bab el-Mandeb, lakini unaweza ukahisia tu kuwa mpango huu jinsi unavyotembea utahusisha Somaliland, ndio utakuwa karibu na Bab el-Mandeb, ima Djibouti, tupavuruge zaidi. Juzi last week Abdul Malik al-Houthi, kiongozi wa Houthi kule wa Yemen, alisema kuwa hatua zote za Israel katika eneo zile wanazifuatilia, na nchi yoyote itakayoruhusu hiki kifanyike basi itakuwa imeingia kwenye mgogoro moja kwa moja, na tutaianzishia mashambulizi ya moja kwa moja. Kutoka kwenye taarifa iliyoandikwa wiki jana kuwa kuna silaha au kuna mfumo wa ulinzi ulibebwa kutoka Tel Aviv ukaandikwa kuwa ni mzigo wa Umoja wa Mataifa, ukapita kwenye ofisi ya Umoja wa Mataifa, ukaenda mpaka Mogadishu kupokewa kwenye ofisi ya Umoja wa Mataifa, halafu ukatumwa Hargeisa, Somaliland. Kwa hiyo unaweza ukakapata kamnyororo kote, kile kitu kinaitwa Umoja wa Mataifa, kile kitu kinaitwa Amerika, kile kitu, yani Israel anapitishia silaha zake kupitia ofisi za Umoja wa Mataifa, na mizigo inapita, kwa sababu mzigo ukiandikwa huu ni mzigo wa UN, ukagui, huangalii, unakwenda mradi unakwenda, kwa sababu umepitishwa katika njia. Kwa hiyo
Hata Umoja wa Mataifa wapo kwenye uhalifu ambao unafanywa na Israel. Ndio maana huwa nawaambia kuwa ukitazama suala la Israel, Gaza, Palestina limeandikwa script sana na maigizo mengi yanaendelea kwenye hili swala, maigizo mengi sana. Hata wale ambao wanakuambia kuwa sisi tunaamini kuhusu two state solution, tunaitambua Palestina, tunataka Palestina iwe huru, ndio hao hao wanaochezesha hii michezo chini ya kujaribu kuangalia hii. Kwa hiyo nimetaka kuja kuzungumza nawe haya mambo mawili matatu yanayoendelea duniani kwa wakati mwingine. Nikutakie kila la kheri na shukran sana na asante. Mara nyingine tutakuja kuzungumza inshallah.